Na mtazamaji wa Bongo 5 Network, tuko hapa Kunduchi nyumbani kwa marehemu Dennis Sebo, na kama unavyofahamu kwamba EFM pamoja na TVE imepoteza mtu mkubwa sana, imepoteza jembe. Hakika identity yake itafutika, na hapa tuko na kiongozi wa vipindi kutokea EFM pamoja na TV, lakini pia tuko na kaka yetu Kwache ambaye mara nyingi wao walionekana wakiwa wanafanya kazi kwa karibu sana na Sebo. Labda tuanzie kwako mkurugenzi, taarifa ilikuwaje? Lakini pia tumepata za ndani kwamba jana mlizungumza kikao kirefu sana. Ya, ni kweli yeye tulikuwa naye jana kwa muda mrefu sana kupitia kampuni yetu. Tumekuwa na utaratibu mara nyingi kila Jumanne wa kuwa na vikao vya staff na vya management. Kwa kweli tulizungumza mengi, mambo mengine yalikuwa ya msingi, mambo ya kujenga, mambo ambayo kwa vyovyote yalikuwa yanakupa dira kuhusiana na kampuni. Na kwa energy aliyokuwa nayo pale alikuwa si mtu ambaye unaweza kumfikiria kwamba atakuja kubadilika kwa namna moja ama nyingine. Na hiyo ya vikao iliendelea pale ndani na mpaka nje, kwa sababu tulitoka nje kwenda kufanya naye kikao kimoja cha mteja na tukaachana majira ya saa 10 jioni, ambapo yeye aliendelea na ratiba zake na mimi na ratiba zangu. Lakini jioni nikashtuka kuambiwa huyu bwana hayuko vizuri, njoo tumsaidie. Kwa kweli alikuwa amebadilika na aliugua ghafla. Tukapambana hapo nyumbani kwake kuhakikisha tunamsogeza katika maeneo ya matibabu kwa maana ya hospitali, na tulifanikiwa kumpeleka Kitenguli hospitali kwa hapo jirani kidogo na kupata matibabu ya awali, lakini baadaye tukampeleka Muhimbili kwa matibabu zaidi, ambapo kwa bahati mbaya sana majira ya saa 7 usiku mauti ukamfika na kumpoteza ndugu yetu Sebo ambaye mpaka sasa katuachia maswali. Tunaeleza kwamba Sebo pia ni raia wa Uganda. Kuna ukweli katika hilo? Ni kweli Sebo ni raia wa Uganda, lakini ni raia ambaye amekuwa akiishi hapa kwa working permit na amekuwa akisafiri kila mara. Likizo nyingi sana, hasa zile za mwisho wa mwaka, Sebo amekuwa anarudi nchini kwa Uganda. Na hata hapa kwetu amekaa muda mrefu sana Tanzania Sebo, kwa sababu Sebo ni msomi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam toka mwaka 2002 kama sikosei, au 2000 kamili. Ni wa muda mrefu sana nchini Tanzania, na maisha yake asilimia kubwa aliamua kuyafanyia hapa nyumbani. Katika hilo tumekuwa pia tunafanya mawasiliano na uko kwao nyumbani Uganda katika kuhakikisha huu msiba tunaupeleka vipi huko nyumbani kwao na ratiba za huku zinakwenda vipi, ili kuhakikisha hatupishani mahala kwa ajili ya tatizo hili lililotukumba. Kweli Sebo ni raia wa Uganda. Na ratiba imekaa vipi sasa maandalizi, lakini pia kwa Tanzania na wapenzi wote wa EFM pamoja na TVE kwamba wanahitaji kusikia kwamba ratiba ikoje, labda kwamba anatazama hapa, una nini cha kumwambia? Ya, tumekuwa bado tunaendelea kufanya vikao kuhusiana na ratiba, kwa sababu ratiba tumekuwa pia kila tukijaribu kuiongelea, kuijadili, baada ya muda inapanguka, najadili inapanguka, tukaona hapana, lazima tukae kwa pamoja ili tuje tutoe ratiba ya mwisho ambayo itatupa uelekeo mzuri. Tunataraji kuwa na kikao hapo baadaye jioni ambacho kitatupa dira ya jambo letu, na ikitupendeza basi huenda jioni leo tukatoa hiyo ratiba kamili kwa vipi. La, kama itakuwa bado basi hata kesho tunaweza tukatoa ratiba ili kujua mwenzetu tunampumzisha katika mtindo gani. Okay, Kwache, identity yako bado ni kubwa sana, na mimi naamini kwamba Sebo ana mchango mmoja au kwa namna nyingine, kuna namna ambayo amefanya kitu kwako. Labda uambie tu Tanzania, utamkumbuka kwa yapi? Sebo naweza nikasema namkumbuka kama kiongozi wangu wa juu kabisa, kama kaka, kama baba. Labda ningependa tu kutumia kauli hii, watu wengi wa pale ofisini, wafanyakazi wengi wa pale ofisini wao wanamtambua, walikuwa wanamuita Sebo baba. Na baba ni kwa sababu alikuwa ni kama baba. Kiacha tu bosi wa ofisini, kiongozi wetu, lakini alikuwa anatubeba au anawabeba wafanyakazi wake kama baba. Anajua kabisa kwamba ukiwa baba kwenye nyumba, mtoto wako ana tatizo gani, ana shida gani, mtoto huyu ana changamoto gani, huyu ana uwezo kiasi gani, na wote ili uweze kuwasaidia wafikie malengo yao, lazima ujituni. Ukiwa kama kiongozi, kama baba, lazima ujituni kwamba ujue kama huyu ana tatizo hili, nitatakiwa kumsaidia kwa mtindo huu. Huyu yuko bora sehemu gani, natakiwa nimuonyeshe au nimwambie au nimsaidie kiasi gani ili ule ubora wake uweze kumsaidia kwenye maisha yake. Kwa mimi nitamtambua kama baba, kiongozi ambaye ametusaidia sana sisi vijana wake, lakini pia wafanyakazi wa EFM ambao tulikuwa chini yake.
Moja kitu ambacho kwa kumalizia tu labda ningetaka kusikia kutoka kwako. Mwaka huu 2026 unajua EFM ni watu wa mikakati na mbinu nyingi sana za kuteka wasikilizaji. Labda Sebo aliandaa mpango kazi gani kwa wafikia Watanzania na ubunifu wake wote kwa jumla? Na ndio maana tukasema hapo jana, kuna watu wamesema kwamba kwenye vikao vyake kuna watu wanajaribu kuchambua baadhi ya maneno yake alizungumza kwamba au alikuwa anatuaga au alikuwa anatuachia wosia au alikuwa anatuambia nini, kwa sababu aliweka ahadi nyingi, ikiwemo kwamba ahadi kufikia mwezi wa 4 tutakuwa na mambo mengi mazuri kwenye kituo chetu, ikiwemo mambo ya kibiashara, lakini pia kwenye mambo hayo ya ubunifu, hasa kwa upande wa matukio. Unajua kuna huu ni mwezi wa siku ya wanawake duniani. Tulikuwa na matukio ambayo tumekwisha yaandaa kuelekea jambo hilo, ambapo yeye kama kiongozi wetu amekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha matukio yetu hayaendi hivi hivi. Ni matukio ambayo lazima yapate wadhamini kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo alikuwa anayasimamia, ni pamoja na matukio ambayo yalikuwa kwa namna moja au nyingine lazima yatupatie wateja mbalimbali katika kukuza na kuendeleza kituo chetu. Tutamkumbuka sana katika maeneo hayo ya ubunifu kwa kufuatilia matukio kwa karibu. Kama unakumbuka kwa jana aligusia kuhusiana na marathon ile, unakumbuka ile marathon ya usiku ambayo pia akasema ipo pia ya mchana, na yenyewe pia angetamani iwepo tuifanye mwaka huu. Kwa hiyo ni mtu alikuwa haachi tukio kile linapotokea. Nashukuru sana. Asante sana. Wale tu sote tuko pamoja, asante.